kinachoendelea duniani kwa sasa ni mjadala mzito kuhusiana na kule Mashariki ya Kati. Mapigano yakiwa yanaendelea kweli. Unajua siku hizi ukilala ukiamka unauliza usiku huu nani kapigwa? Mtu mmoja jana alikuwa anasema, mtu mmoja akasema kwa ni maneno akaanza Irani wanapiga wakishamaliza kufuturu. Ako mchana ni wanasema Irani wao Israeli wanapiga mchana. Usiku wakishamaliza kufuturu pale Irani wanaingia kazini. Yaani wao ni kama mchana wamepumzika. Wamefunga. Sasa bwana, taarifa zilizopo ni taarifa kwanza zipo nyingi, lakini moja niliona jana ni serikali ya China kutangaza kwamba ipo tayari kuwa mpatanishi kwenye huu mzozo unaoendelea kule Mashariki ya Kati, Marekani, Israeli dhidi ya Irani. Lakini hii ni kauli ya wizara ya mambo ya kigeni ya China ambapo imetoa hiyo taarifa. Lakini tukumbuke kuwa huu umekuwa ni mjadala kwa sababu tukumbuke China ni mshirika wa kikaribu kabisa wa Irani. Na hata kwenye hili wameshatoa kauli ya kwanza kabisa kwamba wapo nao wapo na wanaiunga mkono Teherani kwenye kulinda mamlaka yake, huku ikizitaka Marekani na Israeli kusitisha mashambulizi. Lakini jana wizara inatoa taarifa nyingine kwamba sisi tupo tayari kuwa mtukati, kuwapatanisha. Yes, kwanza ni kwamba hoja kwanza katika hizo kauli ndo zinasubiriwa za mataifa kama haya. Nasubiriwa kauli ya China, nasubiriwa kauli ya Urusi, nasubiriwa kauli ya Korea Kaskazini. Yani kuna watu wanatamani kusikia wao wana maoni gani kuhusu mzozo. Yes, kwa mfano kwanza kwa China tunafahamu China wao sera yao ya nje imejikita katika uchumi. Na kwa nchi ya Iran walikuwa nafaidika zaidi na sekta ya mafuta ya Iran. Unafahamu kwamba walikuwa na mikataba mingi sana ya mafuta. Kwa hiyo Iran kuingia vitani na kufungwa katika mlango bahari wa Hormuz, maana ni kwamba inaenda kudisturb uchumi wake ambao unategemea mafuta. Unafahamu China taifa ambalo lina viwanda vingi sana. Kwa hiyo tegemea mafuta na gesi ili kuhakikisha kwamba kuweza kuoperate uchumi wao. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni China hanapata hasara kwa sababu ukitazama katika ile madini muhimu duniani zilitoka takwimu mwaka jana, China naongoza takriban 67%. Na hiyo kimsingi iliogopesha sana nchi za Marekani. Lakini la pili ni kwamba mkakati wa kumuondoa Maduro na mkakati wa Marekani kuingilia nchi ya Iran ni mkakati vile vile wa kupunguza nguvu za China dhidi ya mfumo wake ambao unaitwa kutumia yuan kama sarafu mbadala ya dola kwenye sekta nzima ya mafuta. Kwa kuna hapo kuna dhana mbili. Namna gani China anaathirika na machafuko ya Iran kwa sababu anategemea mafuta na kule Venezuela, na namna gani vile vile China Marekani anatumia mzozo kuweza kuwaondoa kwenye mamlaka, yani tunasema zile global order kati ya China katika mfumo mzima wa mafuta. Kwa hiyo ukitazama ni kama kuna vita ya kiuchumi nyuma ya pazia vile vile. Yaani kwamba ni mapambano ya Irani na Israeli dhidi ya Marekani, lakini vile vile kuna muktadha wa kiuchumi ambao mataifa makubwa wamekuwa wakishindana kutazama. Hilo la kwanza. Lakini kutazama vile vile tunategemea jumuiya ya kimataifa ambao ndio imekuwa mpatanishi mkuu ili kuhakikisha kwamba mzozo huu unaweza kufikia mahala pake. Kuna unajiuliza vile mtei Umoja Mataifa kutazama watu ambao wanamuunga mkono ni Ufaransa, ni Uingereza, ni Marekani kutazama. Lakini na vivyo kuna Urusi. Ukitazama katika huu mzozo Umoja Mataifa na kile ambacho kinachoitwa Baraza Kuu la Usalama la Umoja Mataifa, Security Council, unajiuliza kwamba nani ambao ameanzisha hii vita? Maana ni kwamba hata kwa Umoja Mataifa hauoni suluhu. Yaani au muoni trust mediator. Yaani msuluhishi ambaye anaaminika. Kwa sababu hii vita Marekani ipo katika uwanja wa mapambano. Uingereza ana sita kutumia kisiwa chake cha Cyprus kuna base yake kuishambulia Iran. Lakini zaidi sana Ufaransa nao ambao wana veto power nao kama wana sita, kwa sababu unafahamu wamepigana vita muda mrefu sana na Ukraine, kwa uchumi wao umeingia kwenye recession. Lakini vile kama jana umemsikiza waziri mkuu wa Spain anasema kwamba hawapo tayari wao kuingia katika uwanja wa mapambano. Kwa sababu unaona kabisa kwamba katika hali ya miaka minne ya Ukraine tumetoka kwenye corona, kwa kuna mambo mengi ambayo kimsingi yametokea. Haoni sababu ya msingi ya kuingia vitani. Lakini vile hata ukiangalia public opinion ya wananchi wa Marekani, ukiacha bunge la Senate ambao wana maslahi makubwa Mashariki ya Kati, lakini hata wananchi kwa sababu walitoka kwenye corona, kuna vita vya Ukraine, sasa hivi vita vya Iran. Maana ni kwamba katika muktadha mwingine
unaona kwamba hawana sababu ya kuweza kuingia vitani. Lakini vile unafahamu Mtei, kuna uchaguzi wa mwaka 2024 wa Trump alikuwa anasema kwamba yeye ni msuluhishi wa changamoto za kiulimwengu. Na ndio moja hapo ya sababu ambao watu walimchagua bingwa wa amani of course. Champion of peace kwa najiita, global mediator. Mimi nimekuja kama suluhu. Alikuwa anasema kwamba Biden huyu anaingiza nchi yetu vitani, vijana wetu wanakufa Marekani bila sababu ya msingi. Mimi nikija nitaanza kuhakikisha kwamba vita zote naweza kuzimaliza. Kuna Umoja Mataifa, kuna kikao cha mwaka jana cha 80 cha UNGA, kama unakumbuka, United Nations General Assembly, alikaa Trump anajisifia, nimemaliza vita 7 duniani, nitamaliza vita ya Ukraine, nimemaliza vita vya Hamas. Lakini mtu huyu akaanzisha Body of Peace, akawa ni mwenyekiti Bodi ya Amani. Ukitazama vile Bodi ya Amani imeanzishwa, hebu fikiria watu ambao wapo kwenye Bodi ya Amani ndio watu ambao wanapeleka mizozo mashariki ya kati. Kwa sasa unajiuliza hapa, nani ni trust mediator? Nani ni msuluhishi ambaye anaaminika? Mimi ukiniuliza labda Afrika, nchi za Kiafrika, kwamba zenyewe kwa sababu zinaathirika na sio sehemu ya moja kwa moja. Unafahamu nchi za Kiafrika miaka 60 zilichukua mtazamo wa kutofungamana na upande wowote. Tazama sila ambayo inaongoza kina Mwalimu Nyerere, tazama wakina Kenneth Kaunda, kwamba sisi hatufungamani na magharibi wala mashariki. Lakini vile mteja cha kujiuliza, nimeona hiyo mtandaoni, kila mtu anachambua, unajua siku hizi kila mtu amekuwa akitoa maoni. Ukijiuliza vile lazima uweze kujiuliza kitu kimoja, kwa nini taifa la Israeli limeanzishwa? Yaani katika hii mijadala lazima tuweze kuwaza hivi kinyume. Kwa nini taifa la Israeli limeanzishwa? Lilianzishwa kwa sababu gani? Lilikuwa na malengo gani? Swali la kwanza. Lakini swali la pili ni kwamba mapinduzi kwa mfano ya Iran ya mwaka 79 ambayo aliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini yalilenga nini? Misingi yake ni ipi? Walikuwa wanataka nini? Baada ya kufanya mapinduzi mwaka 79 ilibadilisha nini mashariki ya kati? Mapinduzi yalikuwa yanataka nini? Swali zuri. Dakika 2-3 hapo. Mapinduzi yalikuwa yanataka, cha kwanza ni uhuru. Hilo la kwanza. Lakini cha pili ilikuwa inalenga rasilimali za Iran ziweze kuwa chini ya wale nani wenyewe, kwa sababu unafahamu mwaka 1951 aliingia kiongozi wa waziri mkuu alikuwa anaitwa Mohammad Mossadegh. Mwaka 1953 akapinduliwa katika operation ya Ajax iliongozwa na CIA, FBI na MI6. Maana ni kwamba nchi ya Marekani ilikuwa inaingilia nchi ya Iran tangu kipindi cha Mohammad Reza Shah. Kwa Mohammad Mossadegh alionekana kama ni threat, kwa sababu yeye alikuja na sera ya kutaifisha rasilimali za mafuta na gesi ambayo ilikuwa zamanikiwa na Uingereza na Ufaransa. Kwa alimpindua kwenye operation ya Ajax mwaka 53. Sasa huyu Ruhollah Khomeini, utazama alikuwa anaishi ukimbizini Iraki, baadaye Ufaransa. Kwa alivyorudi, kwa sababu alikuwa anapendwa, alivyorudi mwaka 79 akasababisha kuangusha utawala wa Mohammad Shah. Kwa maana ni kwamba sasa mapinduzi mwaka 79 alikuwa analenga rasilimali muhimu ya Irani iweze kuwa chini ya Iran. Lakini vile vile mapinduzi mwaka 79 yalileta vitu viwili, yalibadilisha mtazamo wa Irani kuweza kuamini katika Shia cleric, yani katika mtazamo wa kidini. Ndio ikaanzishwa dhana ya supreme leader, utawala wa kisiasa wenye sura ya kidini. Umeelewa? Lakini tatu kujiuliza hapa, Marekani kwa nini anaenda eneo la Guba? Ameenda Iraki, Afghanistan, Kuwait, Libya, Sudan. Kwa nini anaenda? Lakini la nne, swala kujiuliza, tunapoendelea sasa kuchambua hii mijadala ya Mashariki ya Kati, na kujiuliza, tujiulize, hivi ile dhana ya balance of power kati ya Israeli na Marekani, kwa nini, nani ni kikwazo Mashariki ya Kati kuhakikisha kwamba Israeli kuna mpango wao wa balance of power, kuna kwamba kuwa na uwanda wa mamlaka na ile Zionism movement? Nani ni kikwazo? Ukishajua haya sasa, haya ambayo yanaendelea matokeo, yani haya tunasema yalitarajiwa, yalikuwa ni inevitable. Kwa sababu baada ya mapinduzi tukashangaa Iran akaanza kuunga proxy Hamas, Hezbollah, Fanimuni, Hatibu Hezbollah. Tangu kuanzishwa taifa la Israeli mwaka 1917, 1947 na 48 tukaona vile vile hizi taasisi za kimataifa za AIPAC, hizi lobbies tunaita, zilianza kutoa fedha kuweza kuisupport Israeli. Kwa hiyo kuna hoja za msingi kwanza za kuzielewa kabla ya kuwaza kwa nini Netanyahu ameenda Mashariki ya Kati, kabla ya kuwaza kwa nini Irani anataka kutengeneza mpango wa nyuklia, kabla ya kuwaza kwa nini Irani ameunga mkono Hamas, Hatibu Hezbollah, Houthi Hezbollah. Na hii muhimu. Sasa hivi dunia imeingia katika mgogoro mkubwa wa nishati.
asilimia 75 mpaka jana meli zimekuwa hazipiti, yani zaidi ya asilimia, yani ule mnyororo wa meli kupita kwenye Gulf of Hormuz umepungua sana. Kwa makampuni mengi ya mafuta, unafahamu Mashariki ya Kati, nchi ambazo zinaongoza mafuta, kuna Saudia, kuna Qatar, kuna UAE na kuna Iran. Makampuni yote makubwa duniani yanayochukua mafuta kule. Kwa meli zile zimepungua. Maana ni kwamba kuna shortage ya mafuta katika ulimwengu. The same scenario ambapo Houthi wale ambao wapo katika eneo ya Yemen wanatishia kuufunga mlango bahari wa Bab el-Mandeb ambao unapitisha 11% ya mafuta. Hii maana ni nini? Maana ni kwamba sasa ile kile ambacho wanamuomba nani Putin, kwa sababu na sasa hivi Putin anapigiwa magoti, jamani Putin tuuzie gesi, tuuzie mafuta. Yaani mtu ambaye alikuwa ni adui wao kuna Ukraine, bila sasa hivi wazungumza, anazungumza naye awape nini? Awape mafuta. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kuna mambo ya msingi kwanza ya kuyatazama kwa kina ili tuweze kuanza tuweze kufikiri kwamba kwa nini Irani amefanya nini na tumefika hapa. Elimu kubwa kweli ambayo tumekuwa tukiendelea kuipata kutokea hapa, na wewe pia maoni yako ni muhimu, na hiki tunachokizungumza hapa ni uchambuzi. Sasa wewe kama unataka kupinga uchambuzi, na wewe chambua ili tuende sawa, lakini usiseme tu wewe wanametakia. Na wewe pia tupe maoni yako, sababu hii ni mitazamo. Yes. Ya nini tunasema wenyewe geopolitics. Utakuwa mchambuzi soon. Wana sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya wino mzito na kutazama mengi yaliyoandikwa kupitia magazeti na mitandaoni kupitia Super Breakfast ya East Africa Radio. Mimi ni Exaudi Mtei. Jumaa leo ya tarehe 6 mwezi ni wa 3 mwaka 2026. Isikilize live radio